Katika ufalme wa kale wa anga, Mfalme Dadivahana alitawala na malkia wake Padmavati. Malkia Padmavati wakati wa ujauzito wake alikuwa na hamu kubwa ya kupanda farasi wa kifalme aliyevalia mavazi ya kifalme kupitia bustani, akiwa na mumewe akishikilia kile cha kifalme kanga juu yake. Mfalme alikubali ombi. Lakini wakati wa safari, tembo ghafla alienda kwenye kiti cha kukunja. Licha ya jitihada za panya za kuitawala, ikikimbia kwa kasi shambani na msituni, tembo hatimaye alitulizwa na kuingia kwenye kidimbwi kilichokuwa karibu. Malkia alitorokea msituni na akafikia makaburini ambapo alimzaa mwanawe kwa hiari yake mwenyewe. Yule kijana aliitwa Karakandu kwa sababu alikombolewa na mama yake mwenyewe. Chini ya Vidyadraskaya, Karakandu alijifunza sana sanaa na sayansi mbalimbali. Alikuwa hajui asili yake ya kifalme na alichukuliwa kama mtu aliyetengwa na jamii. Bado alibeba hisia kali akijua kuwa atakuwa mtu mkuu. Alijua sanaa zote, kupigana kwa upanga na mafunzo mengine. Wakati huo huo, mfalme wa nchi jirani ya Kalinga, Dantavalka, alifariki bila mrithi. Mawaziri waliamua kutafuta mtawala mwingine. Kwa kufuata desturi ya kale, wangemwachia huru tembo wa kifalme ambaye alikuwa amesalitiwa kwa uzuri na kubeba taji takatifu ili atembee kwa uhuru katika ufalme. Tembo wa kifalme alikuwa na uwezo usokosea. Uwezo wa asili uliopewa na Mungu wa kutambua Sian wa kweli wa damu ya kifalme yeyote yule. Tembo aliyebeba ua atakuwa mtawala halali. Tembo akifuatwa na maofisa na mawaziri. Alitembea kila mahali mjini, lakini haikumvika mtu yeyote huko. Badala yake, ilikwenda msituni na kuongozwa. Mshangao mkuu wa maafisa, ambaye hata hivyo alimfuata tembo. Huko akipumzika kwa amani chini ya mti, Karakandu haielewi ufalme. Hivyo bila kujua machafuko ya kisiasa, kwa urahisi kuwepo katika ukamilifu usio na doa. Tembo wa kifalme anakaribia. Kijana aliyelala na kwa shina lake. Kwa upole aliweka alama ya nyota, alama ya nyota, shada, alama ya nyota, alama ya nyota takatifu shingoni mwake. Mvulana akaamka, kujikuta amezungukwa na mawaziri na makamanda wakipiga magoti, ambaye mara moja alitoa habari kwa waziri mkuu.